Hujambo na nikukaribishe mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya taarifa ambayo imekuwa na mkanganyiko ni taarifa iliyodai kwamba waziri mkuu wa nchini Israel Benjamin Netanyahu ameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za Iran. Lakini taarifa hizi kimsingi bado hazijathibitishwa, na kuna taarifa zingine zikisema kwamba waziri mkuu huyo ameondoka nchini Israel kuelekea nchini Ujerumani. Lakini uhalisia ukoje? Baada ya kutangaza kwamba Israel tayari imeingia katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kushirikiana na Marekani na hatimaye kumuua kiongozi wa taifa hilo la Kiajemi Ayatollah Al-Khamenei, waziri mkuu Benjamin Netanyahu hakuonekana katika hadhara na wala hakuzungumzia lolote juu ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, taarifa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii zilikuwa zikienea kwamba waziri mkuu huyo ameuawa kutokana na mashambulizi. Lakini sasa tutazame ukweli ukoje juu ya kifo cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mpaka sasa ni kwamba hakuna uthibitisho wa wazi uliothibitisha kwamba waziri mkuu huyo ameuawa ama ameelekea Ujerumani kama wengine ambavyo walikuwa wakieleza. Hakuna taarifa iliyothibitisha. Kuna taarifa ambayo ilikuwa ikimuonyesha waziri mkuu huyo akiwa na baadhi ya maafisa akitembelea katika baadhi ya maeneo yaliyoshambuliwa vibaya na jeshi la IRGC, ambapo alizungumza na raia huku akiwaombea. Hata hivyo, mpaka wakati huu hakuna ushahidi juu ya madai haya wala uthibitisho kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameuawa ama ameelekea nchini Ujerumani. Lakini pia kupitia ofisi yake ya waziri mkuu ilisema kwamba Netanyahu alikutana na waziri wa ulinzi, mkuu wa majeshi na mkurugenzi wa Mossad huko Tel Aviv siku ya jana Jumapili, Machi mosi. Lakini chapisho la hivi punde limemshirikisha Netanyahu akizungumza akiwa na baadhi ya maafisa ambao walitembelea katika maeneo ambayo yalishambuliwa vibaya na jeshi la Iran IRGC. Katika chapisho hilo, waziri mkuu huyo alisema, jana hapa huko Tel Aviv na sasa huko Beit Shemesh tulipoteza watu wapendwa. Moyo wangu unaenda kwa familia, na kwa niaba yenu nyote raia wa Israel ninatuma salamu zangu za kupona haraka kwa wale waliojeruhiwa. Taarifa kutoka kwa Netanyahu katika sasisho la hivi punde ilieleza. Mtazamaji, sisi kazi yetu ni kuthibitisha na kuzungumza ukweli juu ya kile ambacho kimetokea, lakini mpaka sasa kupitia vyombo mbalimbali vya habari vikubwa duniani ambavyo tumekuwa tukivitumia kupata taarifa za kweli na uhakika ambazo zimethibitishwa, hakuna chombo hata kimoja ambacho kimethibitisha juu ya kifo cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Na hata katika moja ya chapisho ambalo lilionyesha moja kati ya watumiaji wa Twitter wakieleza kwamba wamepata taarifa hizo kupitia shirika la habari la Al Jazeera, moja kati ya mtumiaji aliyefahamika kwa jina la Nassim Mola baadaye aliufuta ujumbe huo ulioeleza kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameuawa. Endelea kutufuatilia, sisi kama tutafahamu ukweli juu ya kifo hicho tutakujuza, lakini mpaka sasa hakuna ukweli wa kifo cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu ama kuondoka kuelekea nchini Ujerumani. Endelea kuwa nasi, mimi ni Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.